Yes, of course, dakika takriban 90 zimetamatika dakika takriban 90 zimetamatika katika uwanja wa dakika 90 almost zimetamatika moja kwa moja katika uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza. Mechi dume kabisa, mechi ambayo ilikuwa kwa kutanisha wananchi Young African Sports Club ambao walikuwa wanacheza dhidi ya Azam FC, mechi ambayo imemalizika kwa Azam Football Club kuweza kuibuka na ushindi mzuri kabisa wa takribani mabao 3-2, magoli ambayo yalikuwa yamewekwa kambani na Lamek Kilawi alifunga goli moja, lakini pia vile vile Himedi Mamka amefunga goli moja na Jefte Kitambala Bola, na pia vile vile alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanikiwa kuweza kuweka mipira katika wavu. Mimi ni Tade Cosmas, nikukaribisha tu kwa ajili ya kufanya tathmini na uchambuzi wa kile ambacho kimetokea katika ndani ya dakika 90. Of course kujaribu kuangalia kwa upande wa ukiwatazama kwa upande wa Azam FC, unawapongeza kwa juhudi kubwa zaidi ambao wameifanya. Juhudi ya kwanza tunasema ni kuhakikisha wanafanikiwa kuweza kupata matokeo mazuri katika mchezo leo, kwa maana kwamba kuweza kuscore magoli. Hiyo ni juhudi namba 1 ambao unawapongeza. Namba 2 maana yake unatazama performance ambayo kimsingi waliweza kuionyesha katika mchezo wa leo. Haikuwa performance nyepesi, unawapongeza. Ilikuwa ni moja kati ya performance ambayo ni nzuri sana na kuvutia pia, ambao walifanikiwa zaidi kuweza kuionyesha. So kwangu mimi binafsi na watazama zaidi, kwa maana kwamba Azam FC walistahili zaidi kuweza kushinda katika mechi, lakini kulikuwa kuna haja Azam kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza kwenda mpaka dakika 120 wangeweza wasifike huko. Walikuwa na uwezo mechi kuweza kuimaliza ndani ya dakika 90 tu, yani walikuwa wanamaliza kabisa, kwa sababu bado walikuwa wanakosa ile timing nzuri zaidi katika eneo la mwisho, kwa maana kwamba kwenye kutumbukiza, yani kwenye baada ya kuscore, tunasema ukisha score goli kinachofuata nini? Kinachofuata tunasema ni lazima utengeneze plani ya kuweza kujilinda. Hicho ni kitu ambacho Azam Football Club kilikuwa kinakosekarika zaidi kwa upande wao, ijapokuwa walikuwa bora kabisa, kulikuwa kuna mabadiliko, lakini pia vile vile unatazama kwa namna ambavyo walivyoweza plan waliweza kuingia nao. Kimtazama kocha Abdul Hamid Mollin, kitu ambacho kinampa wakati mgumu zaidi kwenye kikosi chake. Kwanza tunazungumzia kwenye upande wa mbinu, bado zimeendelea kumpa wakati mgumu zaidi. Mbinu zake zinaonekana kutokuwa na ile shibe ya kutosha zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unaangalia performance ya timu yake kwa asilimia kubwa zaidi, ambayo sasa hivi ukiangalia performance ya Young Africans unasema ni performance ambayo ni ngumu sana kuweza kusema itakupa kile ambacho wewe binafsi ulikuwa unategemea zaidi kuweza kukipata, wakiwa na kionyesha mara kwa mara. Hicho ni kitu ambacho kwa kinakosekarika zaidi kwa upande wa Azam FC.